Jili Mungu ametuma mahali hapa ili kuleta neno la Mungu, na najua kwamba maisha yetu haitakuwa vile ilivyokuwa tena. Bwana Yesu asifiwe. So mimi nashukuru Mungu kwa ajili nimekuona siku na pia nashukuru Mungu kwa ajili nimekuona uko hai. Nashukuru Mungu kwa ajili Mungu ametupa nguvu na ametupa neema siku ya leo. Si kawaida mpendwa hata kujiona siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Wengi walikufa, wengine hata ni wagonjwa, lakini Mungu ametupa nafasi nyingine ya kuweza kuona siku ya leo na hata kuweza kumwambia Mungu ni asante. Bwana Yesu apewe sifa. Tafungua tu kwa maombi, then tutaendelea baada hapo. Naamini kwamba tutabarikiwa. Baba, ni asante katika jina la Yesu. Tunakushukuru Baba, tunakuabudu. Ni asante kwa ajili ya uwezo wako Baba na ukuu wako Baba katika jina la Yesu. Ni asante kwa ajili Baba umefanya, na Mungu umefanya mambo makubwa na mambo ambayo si ya kawaida Bwana. Ni asante kwa ajili maisha yetu Mungu nenda kubadilika Bwana. Ni asante kwa ajili Mungu nenda kutuponya, na Mungu nenda pia kutuokoa katika jina la Yesu. Tunakutukuza Baba Mungu jioni ya leo tukisema kwamba wastahili kuinuliwa kuabudiwa Bwana. Tunapoanza mkutano huu Baba, tunaomba kwamba ukatuongoza na ukatembea na sisi katika jina la Yesu. Wacha ishara zako Baba zikaonekana Bwana. Hata Mungu tunasema ni asante kwa ajili ya ufufuo ambao Mungu unaleta siku ya leo katika jina la Yesu. Ni asante Baba, ni asante Mfalme kwa ajili wewe ni mwaminifu na wewe ni mkuu katika jina la Yesu. Tunalinua jina lako na kulitukuza, na ni katika jina safi la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Haleluya. Amen. Ninashukuru Mungu kwa ajili ya neema ya Mungu ambayo ametupatia mchana jioni ya leo. Si kawaida mpenda kujiona, si kawaida kuona kwamba unapumua siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna makusudi na kuna mapenzi juu ya maisha yako. Wacha nikwambie kitu kimoja mpendwa. Mungu alijua akikuumba kuna kitu ambacho amefanya katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini maandiko yanasema kwamba kazi ya shetani ni kuwa, in the book of John 10:10, that the work of the enemy it is to kill, to steal and to destroy. But Yesu akasema kwamba I've come so that they may have life and more abundantly. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ambapo unaona kwamba mtumikii Mungu, unapata kwamba umeondolewa katika nafasi ya kuweza kujua kile ambacho Mungu aliweza kuweka juu ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna kitu ambacho Mungu aliweza kukusudia juu ya maisha yako. Kuna kitu ambacho Mungu aliweza kuumba kwa ajili ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Wacha kujiangalia kama mtu ambaye sio, ni kama kitu ambacho cha bure. Wacha nikwambie kitu moja. Uliokolewa, as long as ulizaliwa, kuna makusudi juu ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Nimekuja kuambia kwamba it does not matter vile unavyokaa, kwamba wacha nikwambie kitu moja siku ya leo, kuna makusudi juu ya maisha yako, kuna kitu kizuri juu ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Wacha kujichukia sana kwamba mimi ni kama umbo amani bure. Wacha nikwambie kitu kimoja, kuna makusudi, kuna mapenzi ambayo ni makubwa juu ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna wakati ambao shetani anataka kutuonesha ni kama hakuna kitu kizuri juu ya maisha yangu. Wacha nikwambie kitu moja mpendwa, kuna kitu nzuri ambaye Mungu